Libase Geye alifunga bao lake la kwanza katika ligi kuu Tanzania bara tangu ajiunge na wekundu wa Msimbazi Simba katika usajili wa dirisha dogo, na kisha Selemani Mwalimu akaongeza bao jingine wakati wekundu wa Msimbazi Simba walipoamka leo hii kwa kupata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Mashujaa, na hivyo kupanda kutoka katika nafasi ya 6 waliokuwa hapo awali hadi kuwa katika nafasi ya 4 wakitimiza pointi 16, lakini wakitimiza idadi ya mabao waliofunga 14 wakiruhusu mabao 4, na sasa kujiweka katika nafasi nzuri ya kuelekea katika mechi muhimu ya kuamua hatima yao kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi watakapocheza Jumapili dhidi ya Esperance de Tunis. Katika mchezo wa leo hii, Simba ikiwa nyumbani kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo jijini Dar es Salaam ilitawala mchezo wote kwa dakika zote 90. Kwa kiasi kikubwa ni wao ndio waliokuwa wakiwa na mpira zaidi, wakicheza zaidi katika eneo la pili la uwanja, kwa maana kwenye eneo la Mashujaa wageni, lakini ni Simba ambao lau kama wangetumia nafasi kadhaa kati ya nyingi walizozitengeneza, pengine wangepata ushindi wa mabao mengi zaidi dhidi ya Mashujaa ya kocha Salum Mayanga iliyokuwa ikizuia zaidi kama ilivyotarajiwa. Katika mchezo wa leo hii, Simba walianza kwenye kikosi chao bila mshambuliaji wa kiasili, kwa sababu katika mfumo wao walianza baada ya golikipa wakiwa na walinzi 4, wakawa na kiungo mmoja, wakawa na viungo 4, halafu mshambuliaji mmoja. Huyu mmoja alikuwa ni Kibu Dennis Prosper, ambaye kwa namna anavyotumika Simba kwa muda mrefu, yeye huwa ni kiungo wa ushambuliaji, ingawa katika historia yake kwenye kucheza mpira wa miguu ameshawahi kutumikia nafasi ya kuwa mshambuliaji kinara. Lakini miongoni mwa viungo 4 kulikuwepo na Cletus Chota Chama, alikuwepo Morris Abraham, alikuwepo mchezaji mpya wekundu wa Msimbazi Simba wakati huo usajili wa dirisha dogo ambaye ni Aniset Ura akitokea upande wa kushoto. Kulia alikuwepo mchezaji mwingine mpya, huyu ni Libase Geye. Yeye, Ura kama Chama wote wamejiunga na wekundu wa Msimbazi Simba wakati huu wa usajili wa dirisha dogo. Lakini nyuma yao alikuwepo Yusuf Kagoma, wakati katika walinzi 4 leo hii hakuanza Kapombe, alianza David Kameta Duchu. Kushoto alianza mchezaji mwingine mpya wa usajili wa dirisha dogo, Nixon Kibabagi walimtoa Singida Black Stars. Lakini katikati kulikuwa na Wilson Nangu, Rushain Deruk, golikipa akiwa ni Mahamadou Tanja Jibo ambaye naye ni miongoni mwa wachezaji wao wapya wale wasajili wakati wa dirisha dogo. Lakini wageni Mashujaa wao waliingia na mfumo baada ya golikipa kuwa na 4-4-2, washambuliaji wawili, Salum Kiimbwa na Jafari Kibaya, huku golikipa leo hii akiwa sio Eric Johora bali ni Patrick Muntari ndiye alianza. Lakini kwenye walinzi walikuwepo kina Mpoki Mwakinyuke, alikuwepo Mohamed Musa, Samson Madeleke, alikuwepo Gamal Asa beki 2. Miongoni mwa viungo walikuwepo Mapinduzi Balama ambaye baadaye alikuja kutoka, lakini alikuwepo Hassan Cheda, ni miongoni mwa viungo waliokuwepo. Baadaye walioingia walikuwa ni pamoja na Yusuf Dunia Lwenge. Lakini katika kucheza kwao Mashujaa, licha ya kuonekana kwamba wana walinzi 4, viungo 4 na washambuliaji wawili, kwenye kucheza muda mwingi walikuwa wakizuia zaidi. Simba ikawa kamiliki mpira, lakini wakionekana kucheza kijanja zaidi kwa tahadhari kubwa, bila shaka wakihakikisha kwamba mchezo huu wanapata matokeo, lakini ni matokeo ambayo hayatawafanya wamalize mchezo wakiwa na majeruhi kuelekea mechi dhidi ya Esperance de Tunis. Hilo lidhihirika kwa namna ambavyo Simba walikuwa na tahadhari kubwa katika kumiliki mpira. Wakiwa katika eneo la pili la uwanja, mara chache walionekana wachezaji wake wakichomoka kwa kasi na kuruhusu kuwapo kwa migongano. Badala yake ilikuwa ni ile kwamba achia usiniguse. Ndivyo walivyokuwa wanaonekana Simba, pasi na papara, na hilo likaja kuwapa matunda katika dakika ya 27 wakati Libase Geye katika nafasi ilionekana sio shambulizi la kutisha, lakini akabadilisha umiliki huu wa mpira wa kawaida kuwa tishio kwa Mashujaa baada ya kuingia ndani na kupiga shuti mkunjo lilokwenda moja kwa moja wavuni na kuipa Simba bao la utangulizi. Lakini Simba katika mchezo wa leo hii, kabla ya kufunga bao la pili, walipata mkwaju wa penalty ambao hata hivyo Kibu Dennis Prosper alikosa, na penalty hiyo ilitokana na jitihada za Libase Geye. Alikuwa akijaribu kupiga chenga ndani ya 18 ndani ya eneo hatari la Mashujaa. Hata hivyo alimhilibu pia mwamuzi wa leo hii Ahmed Arajiga kwa kwenda chini, ingawa kwenye marejeo ya picha za video ilionekana wazi kwamba wanja lililopigwa halikumpata, lakini akajipeleka chini kwa play act kama ilivyo washambuliaji wengi ambao
wanapokuwa katika nafasi za kwenye eneo hatarishi hujaribu kufanya hilba ya kupata faida ya mkwaju wa penalty, na ndicho alichofanikiwa Libase Geye, jambo ambalo mwamuzi, lau kama kungekuwa na VAR, labda na yeye angenufaika kwa kuona kwamba hakuguswa katika tukio husika. Lakini hata hivyo, Libase Geye, tukio hilo ambalo Anicet Ura alionekana kana kwamba anataka kwenda kupiga mkwaju wa penalty, Kibu Denis Prosper akawa yeye katika kutaka fursa hiyo, wenzake wakamwachia, akaenda kupiga vizuri, lakini golikipa Muntari alikuwa mzuri katika kumzidi ujanja Kibu Denis na kucheza mpira husika ambao rebound. Kibu Denis kama tunafahamu vizuri, nakumbushia tu wote tulishuhudia, alijaribu kutaka kufunga lakini ukaokolewa, hivyo Simba wakapoteza fursa nyingine ya bao. Lakini kwenye kipindi cha pili dakika ya 76 ndipo wekundu wa Msimbazi Simba wakafunga bao la pili. Hili liliwekwa na Selemani Mwalimu kutokana na mwenendo wa timu nzima, teamwork, shughuli, tuseme uchezaji wa kitimu ambao ulihusisha pasi za mwisho zilizomkuta Chamba alimpa Anicet Ura akampa Nixon Kibabage, alikuwa amepanda yeye akiwa kama beki wa kushoto, lakini katika kupiga kwake mpira wa umbile V akawa amemlenga golikipa ambaye alijaribu kucheza, golikipa Muntari, rebound ikamkuta Selemani Mwalimu kwa utulivu kabisa. Alikuwa ameingia kipindi cha pili, akitolewa Kibu Denis Prosper akaweka mpira wavuni na kuifanya Simba iongozi kwa mabao 2-0 kwenye dakika 90+2, yani dakika zile za nyongeza za mwamuzi kufidia muda uliopotea kwa sababu mbalimbali. Baraka Mwangosi alipata fursa yeye na lango ndani ya 6 yards, ndani ya yadi 6, katika mpira ambao alipaswa kuugusa tu ukitoka kwa Selemani Mwalimu upande wa kushoto, akapiga nje, ilikawa ni short of target ambayo pengine ingewezesha Simba kupata ushindi wa mabao 3-0. Mwisho wa siku Simba akapata ushindi waliostahili wa mabao 2-0. Labda kitu gani kilichowabeba leo hii Simba mpaka wakapata ushindi dhidi ya Mashujaa? Ni sababu kadhaa. Mojawapo ni juu ya uwezo mkubwa wa kumiliki mpira, kutunza mali, kutopoteza. Lakini pili ni namna ambavyo Mashujaa kuamua kuzuia kutokea chini, wakazidiwa na Simba ambao wao walikuwa na utulivu wakifanya ball cycling, kuzungusha mpira na sio kwenda kwa papara, jambo ambalo liliwafanya mwisho wa siku watengeneza nafasi kadhaa za kufunga, zikatumiwa hizi mbili. Mashujaa, jambo mojawapo la kufanyia kazi kwa kocha Salum Mayanga ni kwamba wakati wakizuia kutokea chini, low block, mara kadhaa walipata nafasi ambazo hazikuwa nyingi, lakini hawakuweza kuzitumia vizuri, jambo ambalo liliwaathiri, kwa sababu unapozuia kutokea chini, mashambulizi ya kujibu, counter attacks, unapaswa kuzitumia vizuri, kwa sababu mpinzani wako anayemiliki mpira zaidi akitumia nafasi anakuwa tayari ameshaharibu mipango yenu ya kuhakikisha kwamba mnapata ushindi au mnapata mabao kwa mipira ya kushtukiza. Simba, miongoni mwa mambo ya kufanyia kazi, pengine leo hii hawakuwa na kasi sana kutoka katikati ya mstari wa uwanja, kutokana na kile nilichozungumza awali kwamba pengine walikuwa na tahadhari kubwa kuhakikisha kwamba wanamaliza mchezo hata kama wanapata pointi 3, pasitokee majeruhi, pasitokee mchezaji wa kuumia ambaye kocha Steve Becker na benchi lake la ufundi watashindwa kumtumia katika mechi dhidi ya Esperance, mechi ambayo ni muhimu sana kwao. Mechi 3 kwenye kundi lao la D wamepoteza zote, na sasa mechi dhidi ya Esperance, Simba imma fa imma wanatakiwa washinde ili kurejesha matumaini ya kwamba wao wamalize miongoni mwa timu mbili za juu kwenye kundi lao ili wafuzu kwa hatua ya robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ambayo tangu msimu wa 2018-19 ukiondoa msimu wa 2019-20 Simba mara zote wamekuwa wakiishia robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwenye kundi lao hivi sasa wako mkiani nafasi ya 4, mechi 3, hawajapata pointi yoyote baada ya kupoteza zote, na hivyo ilieleweka ni kwa nini Simba cheza yao ilikuwa ya tahadhari kubwa. Lakini miongoni mwa mambo ya kuchukua ni uwezo mkubwa wa kumiliki mpira, kukosa papara, na wale waliopata nafasi walijaribu kumuonyesha kocha namna gani walivyo tayari kuitumikia timu yao na kufikisha malengo yao. Wachezaji wapi? Anicet Ura, Libase Geye, golikipa Jibo alionyesha kiwango kizuri. Miongoni mwa nafasi chache walizozipata Mashujaa ni yeye ndiye aliwabania na kufanya matokeo yawe kwa Simba mabao 2-0. Nini kitakachofuata baada ya hapo ni kusubiri kuona siku ya Jumapili, wakati wekundu wa Msimbazi Simba atakapoteremka dimbani kucheza dhidi ya Esperance de Tunis. Ule uimara wao katika umiliki wa mpira, kutumia fursa walau leo hii kufunga mabao 2, wataziendeleza katika mechi dhidi ya Esperance de Tunis. Maana katika ligi kuu Tanzania bara mechi 2 zilizopita hawakupata pointi 3 zote. Walifungwa 2-0 dhidi ya Azam,
wakatoa sare ya 1-1 dhidi ya Mtibwa. Lakini leo hii ushindi wa 2-2 bila shaka unawapeleka wakiwa na fikra chanya katika mechi dhidi ya Esperance de Tunis kwenda kuwakabili vijana wa kocha Mahar Kanzar. Na kwa yule anayependa kuuliza kwamba je, wachezaji wapya kwa waliopata nafasi ya kushuhudia mchezo huu ama kwa kuwepo uwanjani General Samuyo au kufuatilia matangazo mubashara ya Azam TV kwamba Anicet Ura, Libase Geye, Ismail Olivier Toure alikuja kuingia katika kipindi cha pili walionyesha kiwango kizuri, na Cletus Chota Chama je? Vipi Nixon Kibabage? Golikipa Jibo? Kwa ujumla, miongoni mwa wale waliowezesha Simba ivune pointi zote tatu leo hii ni pamoja na hao natoka kuwataja wachezaji ambao ni wapya walijiunga na Wekundu wa Msimbazi Simba hivi karibuni katika usajili wa dirisha dogo. Libase Geye ndiye mchezaji bora wa mechi ya leo hii, na hivyo ni uthibitisho juu ya kiwango bora alichokionyesha, mbali na bao lilofunga, mbali na kusababisha penalti kwa ujanja, lakini namna alivyokuwa akipokea mipira, kuondoka nayo kwa kasi, kujiamini, kupiga chenga, ni dhahiri kwamba akiendeleza kiwango hiki Simba wana nafasi kubwa ya kufanya vizuri kupitia yeye. Lakini vivyo hivyo kwa Anicet Ura, mchezaji wa kimataifa kutoka Ivory Coast, ambaye naye ameonyesha kiwango kizuri katika mchezo wa leo, na hasa uwezo wake wa kupiga chenga kwa umbali mfupi, eneo la karibu, anamhili bubeki, anampita kwa chenga, anapiga vipas, jambo ambalo labda la kuboresha kwake yeye ni mipira ya mwisho, kwamba ajitendee haki mwenyewe kwa kuhakikisha anapofanikiwa kuwatoka mabeki wa upinzani, basi mpira wake wa mwisho kama sio kufunga, basi pasi anayotoa ifike kwa wenzake, ili mwisho wa siku kuwapa Simba matukio. Lakini kwa ujumla alicheza vizuri sana. Vivyo hivyo imekuwa kwa Ismail Olivier Toure aliyecheza dakika chache kuelekea mwishoni mwa mchezo, lakini zaidi ni pamoja na golikipa Jibo ambaye kwa mara nyingine tena ameonyesha kiwango bora sana cha kuweza kutime michomo ya wapinzani na kuicheza kulifanya lango lake liwe salama. Alifanya hivyo pia dhidi ya Esperance de Tunis katika mechi ambayo alipigiwa mashuti 4 ya kulenga shabaha ya hatari, akacheza michomo mitatu, akaruhusu moja ambalo hakuwa na namna, maana beki wake Shomari Kapombe alikuwa tayari ameshaachwa na mshambuliaji kutokea pembeni wa Esperance de Tunis, kijana wa miaka 19 Jack Diarra. Kwa ufupi, wote wapya ndani ya kikosi waliopata nafasi ya kucheza leo hii kwa Simba walionyesha kiwango kizuri kiasi bila shaka cha kuja kumshawishi kocha Steve Becker katika mechi nyingine zijazo kuweza kuwapatia nafasi. Wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.